Na Wakenya wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu mkataba wa ushirikiano uliotiwa saini hapo jana kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amewasuta viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper Democratic na Eugene Wamalwa wa chama cha DAP-K kwa kuyataja makubaliano hayo kuwa ya usaliti, akisema Wakenya wana jukumu muhimu la kuunganisha taifa hili. Haya yanajiri huku kanisa likihimizwa kutoegemea upande wowote wa kisiasa. Timisho kwa mkataba wa ushirikiano kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga kunaendelea kuibua hisia mseto kutoka kwa Wakenya. Katika kaunti ya Homa Bay, Governor Gladys Wanga amewakosoa wale wanaotaja mkataba huo kama usaliti. Wacha niwaambie, na wacha niwaulize, how can unity be betrayal? How can equity be betrayal? Katika kaunti ya Migori, mbunge wa kaunti hiyo Fatima Mohamed amepongeza mkataba huo akisema unastahili kwa udhabiti wa taifa hili. Na katika kaunti ya Nairobi, kundi linalojiita Youth for Broadbase pia limeelezea kuunga mkono mkataba huo kati ya viongozi hao wawili. Hata hivyo, vijana hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Kasmuel Makaure wanashinikiza utekelezaji kikamilifu wa makubaliano hayo. To have meaningful representation in the political and economic decisions for this country. We want economic investment. We want job opportunities here at home. Ama nyinyi mnataka kuenda Saudi Arabia kukua slaves? Jobs here at home with dignity. We want integrity in leadership. If you're a leader in public service, go and read Article 6, Chapter 6 of that Constitution. We want the right to protest. This has been enshrined in that MOU. Hatimaye kanisa limehimizwa kutochukua msimamo wowote wa kisiasa, huku miungano ya kisiasa ikianza kushuhudiwa hapa nchini. Mpatanishi wa kanisa la PCEA Reverend Patrick Thegu Mutai amesema kanisa linafaa kujihusisha tu na shughuli ya kufuatilia utoaji huduma kwa wananchi.